Health Care Dispensary ni kituo bora kinachotoa huduma za afya kwa weledi mkubwa mjini Tunduma. Tumebaini humu ndani pia kuna mbolea ambayo haitumiki nchini, inaitwa D compound ambayo ni NPK 10-20-10 ambayo usajili wake unatumika Zambia, lakini kwenye sisi hapa haitumiki. Na mifuko mingine ambayo tumeikuta ni hapa ambayo ni mbolea ya HK NPK 11-72 ni mbolea ambayo pia kwa jinsi ambavyo tumefanya upelelezi wa awali ni kwamba mbolea hii imehamishwa kutoka kwenye mbolea ambayo ni ya NPK ya tumbaku 10-18-24 na kuwekwa kwenye mifuko hiyo kinyume na taratibu. Kwanza, hamna kibali cha kufanya hivyo, lakini pili, mbolea hiyo sio yenyewe ambayo imewekwa. Kwa hiyo mfuko inasomeka NPK 11-72, lakini kule inakotoka kwenye mifuko ya mbolea nyingine ni NPK 10-18-24 ambayo ni mbolea ambayo inatumika kwenye tumbaku. Na mbolea hiyo pia ilikuwa haijaruhusiwa kufanyika hivi. Kwa hivyo kwa maana hiyo huyu mtu amefanya uchakachuzi wa kubadilisha mbolea na kuuza mbolea ambazo ni tofauti. Umesema hairuhusiwi kwenye nchi yetu ya Tanzania. Yes, imesajiliwa kutumika Zambia. Inatakiwa itumike Zambia. Ndio. Lakini iko Tanzania. Kutoka Ukraine. Unasikia RPC? Watu kama hawa na wenzake ndio ambao wanatuhujumu katika nchi yetu ya Tanzania. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inawekeza vya kutosha sana katika swala zima la sekta ya kilimo. Mheshimiwa Rais anafanya mapinduzi makubwa sana kwenye kilimo tangu ameingia madarakani mwaka 2021. Kuna fedha nyingi sana zinatolewa kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba wakulima wanapata mbolea kwa bei ya ruzuku. Lakini sio tu wanapata mbolea kwa bei ya ruzuku, wanapata mbolea ambayo ni sahihi kwa matumizi. Tunapozungumzia mbolea tunazungumzia swala la usalama wa nchi yetu, kwa sababu tukicheza na mbolea manake tunacheza na swala zima la uzalishaji wa mazao ya kilimo. Na mkoa wetu wa Songwe sisi ni mkoa wa kilimo. Sisi tunategemewa kwa ajili ya kuilisha Tanzania, tunategemewa kwa ajili ya kuchangia kwenye jitihada za taifa za kukabiliana na changamoto ya usalama wa chakula, lakini kulilisha bara la Afrika. Sasa serikali inafanya kazi kubwa ya kuweka mazingira bora kuhakikisha kwamba tunazalisha kwa tija. Alafu wanatokea watu wengine wanaingilia katikati kuweza kuhujumu huyu mchakato. Sasa mimi nishukuru sana vyombo vya ulinzi na usalama vya mkoa wa Songwe ambao wamefanya operation kuhakikisha kwamba hili jambo haliendelei kutokea katika mkoa wetu wa Songwe. Na niwakushukuru sana kwa kutekeleza maelekezo ya kuhakikisha kwamba haturuhusu wafanyabiashara wasiokuwa na nia njema kwa nchi yetu wanahujumu jitihada za nchi yetu ili ya kuweza kuleta maendeleo kwenye sekta ya kilimo. Kwa hiyo kupitia operation ambao walioifanya wamemkamata huyu bwana pamoja na wenzake ambao wanashirikiana nao. Tumeambiwa hapa na mtaalamu kwamba hii mbolea hairuhusiwi kwenye nchi yetu ya Tanzania. Si ndio mtaalamu wa TFRA? Hii mbolea ni kwa ajili ya Zambia. Sasa ameingizaje hapa Tanzania? Hairuhusiwi hii mbolea. Lakini pia zile zingine ambazo ziko kwenye hii mifuko tukisogea hapa. Kwa hiyo kilichomo humu ndani kwenye mbolea ni tofauti na kilichoandikwa hapa juu. Kilichoandikwa hapa juu tunaona kama kuna NPK 11-7-20. Lakini kimsingi ilitakiwa kuwa NPK 10-18-28. Manake ni udanganyifu. Lakini pia hii mbolea wataalamu wetu wanatuambia hii mbolea TFRA tayari walishasema haifai, ilipaswa kutumika kwenye tumbaku. Lakini kutokana na changamoto za uhifadhi walisema hii mbolea haifai tena kwa matumizi ya tumbaku, si ndio? Inatakiwa itumike kama material ya kuweza kutengeneza mbolea nyingine. Lakini wao wakaichukua sasa, badala ya kwenda kutumia kama material ya kutengeneza mbolea nyingine, wakaribegi kwa ajili ya kuzalisha hii kitu ambacho tunakiona hapa. Kwa hiyo kilichoandikwa ni tofauti na kile kilichopo ndani. Lakini tayari ziko mbolea ambazo zimeuzwa kwa wafanyabiashara wengine. Mwenyewe anasema zimeuzwa kwa wakulima karibia mifuko 600. Hawa wakulima wote ambao wamenunua mifuko 600, maana yake wanaenda kutumia kitu ambacho tofauti kabisa na vile matarajio yao wanayoyatarajia. Kwa hiyo sasa amefanya ribegi, hana vibaya. Lakini licha ya kufanya ribegi, lakini anadanganya. Maana yake anachakachua nini? Mbolea. Sasa ni jambo ambalo hatuwezi kulikubali katika mkoa wetu wa Songwe. Mkoa wa Songwe ni mkoa wa kilimo. Wananchi maisha yao ya kila siku wanategemea kilimo.
lakini shughuli zao za kila siku, uchumi wao unategemea kilimo. Tukiwachakachua kwenye mbolea, manake tunawahatarishia maisha yao. Kweni jambo sisi hatulikubali. Kweni waambieni watu wa TFRA kwa kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama, hatua kali za kisheria zichukuliwe. Uchunguzi wa hili jambo, kwa sababu uko wazi kabisa, sitarajii kwamba uchunguzi utachukua muda mrefu. Uchunguzi uko wazi, hii kesi iende mara moja, hatua zichukuliwe, iende mahakamani. Ili na huyu bwana asikia hii sio kesi ya kwanza, sio mara ya kwanza, si ndio? Sio mara ya kwanza hawa watu kuweza kuwashika wakifanya tabia namna hii. Na wamekuwa wakizungumza huko kwamba serikali wameweka mfukoni. Yaani maneno ambayo wanazungumza huko mtaani kwamba serikali wameweka mfukoni, na ndio maana hata kama wana kesi zingine zinazoendelea, lakini bado wanaendelea na hii tabia. Kwa inachoonekana kuna baadhi ya maafisa ambao wanashiriki kuweza kukwamisha hizi jitihada zinazofanyika za kupambana na hii biashara haramu. Kwa hiyo sasa linapotokea changamoto za namna, sisi maafisa wa serikali wenye wajibu wa kuweza kusimamia hili jambo, ni lazima tuwalinde wakulima. Hawezi akawa anatembea huko anasema ana mfuko mkubwa kuliko serikali, haiwezekani. Hakuna mtu ambaye anaweza kuiweka serikali mfukoni mwake. Hakuna mtu ambaye anaweza kuweka serikali ya mkoa wa Songwe mfukoni mwake, na tayari alishaanza jitihada za kutembeza kutaka kutoa rushwa kwa baadhi ya watu. Lakini kwa sababu tuna vyombo vya ulinzi ambavyo ni imara, vinajitambua, hajafanikiwa. Kama nyinyi hamna taarifa, hiyo taarifa mimi ninayo. Tayari alishaanza kutafuta watu wa kutaka kuwapa fedha ili hili jambo aweze kulizima, lakini haiwezekani. Kwa hiyo sasa hatua za kisheria zichukuliwe. Wale mnaohusika na uchunguzi wa hili jambo lisichukue muda mrefu. Nataka liende mahakamani, tena taarifa zake, maandalizi yake ya jadala yafanyike kwa umakini wa hali ya juu. Tunataka tunapokwenda mahakamani ili hatua, na kesi zenyewe nadhani ni kesi ya hujumu uchumi, si ndio? Huu ni hujumu uchumi au mnawashaki wa kesi gani? Sahihi. Ni hujumu uchumi huu. Kwa sababu kitendo cha kuwauzia wakulima mbolea ambazo ni kinyume na mbolea zinazotakiwa ni kuhujumu uchumi wa nchi yetu, lakini wanahatarisha usalama wa chakula wa nchi yetu. Lakini hali kadhalika sasa tupitie kwenye lile daftari lake, tubaini kama kuna wafanyabiashara ambao wameuziwa hiyo mbolea. Maana mwenyewe anasema ameuza kwa wakulima, lakini yawezekana kuna wafanyabiashara wengine wamefanya nini? Wameuziwa. Kwa hiyo tubaini kupitia kwenye daftari lake ni akina nani wameuziwa hiyo mbolea, ni wakulima gani wameuziwa hizo mbolea. Kama kuna wafanyabiashara wameuziwa, wameshapeleka wapi kwenye maduka yao kwa ajili ya kuwauzia wakulima. Maanake tuziondoe hizo mbolea mara moja kwenye mzunguko. Lakini wale wakulima ambao wameuziwa, naamini details zake zitakuwepo kwenye daftari. Lazima tuzirudishe hizo mbolea, tuwaambie na huyu bwana awalipe. Sio tu kurejesha kwenye mfumo hao ambao wamewalipa, kwa sababu taarifa zake mwenyewe anajua nani amewauzia. Wazirudisha, walipe fedha yao ili wakulima wakaenda kununua mbolea ambayo ni sahihi. Kama amewauzia wafanyabiashara, atawalipa fedha yao ili wafanyabiashara waende wakanunue mbolea ambayo ni sahihi, na tusiwahatarishie maisha yao wakulima wa mkoa wa Songwe. Lakini niagize vyombo vya ulinzi na usalama, operation iwe endelevu. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Momba huko hapa, lakini na vyombo vingine vyote vya ulinzi na usalama, tuendelee na hizi operation, kwa sababu sasa hivi ni msimu wa kilimo. Wako watu wengine wanafanya uchakachuaji, sio tu kwenye mbolea kama tulivyomkamata huyu bwana. Wako wengine wanafanya uchakachuaji kwenye mbegu. Tumeambiwa na wakulima huko, kuna wakulima wengine huko wanalalamika wanauziwa mbegu ambazo sio sahihi. Kwa hiyo kazi ya operation ya kuweza kufanya operation kukamata mbegu ambazo ni feki, kukamata mbolea ambazo ni feki ziendelee, ili tuweze kuwanusuru wakulima na tuweze kuendeleza jitihada za kuhakikisha kwamba tunatekeleza tunafikia malengo ya Mheshimiwa Rais, kuhakikisha kwamba nchi yetu tunaboresha sekta ya kilimo, lakini tunafikia lengo la kuwa na usalama wa chakula, sio tu kwa Tanzania lakini kwa bara la Afrika kwa ujumla wake. Lakini mtu wa TAKUKURU usiwe mbali na hili jambo, kufuatilia kwa karibu katika kila hatua ili kuhakikisha kwamba tunaona haki inatendeka, ili iwe fundisho kwa wafanyabiashara wengine, sio tu wa mkoa wa Songwe, pia pamoja na watu wengine ambao wana nia ya kutaka kufanya haya wanayokiana. Lakini RPC wasiliana na kamanda wa kanda maalum ya mkoa wa Dar es Salaam, kwa sababu haya magari ambayo yamefika hapa ni machache sana, yako maeneo mengine. Wasiliana na makamanda mengine kokote kule ambako kuna magari ambayo yamepakia hii mbolea, yaweze kukamatwa ili kuweza kunusuru nchi yetu, tusiweze kusambaza mbolea hizi ambazo zinaleta madhara kwa wakulima. Kama hili kuna uchakachuaji wa mbolea, kwamba kuna mbolea ambazo zingine hazijaruhusiwa kuingia nchini
lakini zingine zilishaisha matumizi yake, lakini zinawekwa kwenye mifuko mingine kwa ajili ya matumizi ya wananchi na litter begi. Na kwa mujibu wa wataalamu wetu, kuna mbolea ambayo inaitwa NPK 101824. Mbolea hii kwa mujibu wa wataalamu wanasema inatumika kwenye mazao ya tumbaku, lakini mbolea hii imekutwa ikiwekwa kwenye mifuko mingine ili iweze kusomeka kama NPK 1172 ambayo zinatumika kwenye mazao ya mahindi, viazi na mazao mengine, na kwenye mifuko ambayo anajua alipoipata na kujaza hiyo mbolea ya tumbaku ambayo hata kwenye soko ikitaka sababu muda wake umekwisha, na kuweka kwenye mifuko hii mipya ya NPK 1172. Kwa hiyo ameribegi, na kwa mujibu wa wataalamu huwezi kufanya zoezi hilo kama huna kibali, lakini hata kama una kibali, kile unachokiweka kwenye mifuko hiyo lazima kiwe sahihi. Kwa hiyo ameweka mbolea ambayo sio, ambayo nadhani mujibu wa wataalamu lazima itakuwa na madhara kwenye matumizi kwenye kilimo. Lakini katika godauni pia imekuta mbolea nyingine kwa mujibu wa wataalamu inaitwa D compound yenye namba 102010. Nasema mbolea hii bado haijawa na kibali cha kuuzwa hapa nchini, mbolea ambayo imetoka nchi jirani. Kwa hiyo tutafuata uchunguzi tuone imeingiaje, kwa vibali vipi, na itakapobainika upelelezi utafanyika, hatua stahiki zitaweza kuchukuliwa. Lakini sio tu, imekamatwa vitu mbalimbali ambavyo anavitumia kufanyia uhalifu huu wa ukulibegi hii mifuko ya mbolea. Moja, imekamatwa mashine ambayo tutaiona baadaye, mashine ya kushona kwa ajili ya kushonea ile mifuko, lakini mifuko tupu 1479 na hiyo NPK ambayo nimeitaja. Lakini pia limekamatwa gari namba T 206 ELV na trailer lake namba T 949 ELR aina ya Scania, ambayo limekamatwa likiwa na hiyo mbolea ambayo nimeisema, ambayo ilikuwa na begi mifuko 640. Lakini kwa maelezo yake, mifuko ambayo mnaona nyuma hapa ni mifuko 600. Kwa hiyo tunaendelea na uchunguzi tukishirikiana na wataalamu wa NFRA pamoja na sekta zingine, tuishe kwamba ushahidi unakamilika kwa wakati, na ikithibitika basi faili itapelekwa kwa wataalamu wa sheria ili iweze kushtakiwa na hatua stahiki ziweze kuchukuliwa. Nitoe wito tu kama ambavyo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa amesema, haya ni makosa makubwa. Huku ni kuhujumu uchumi nchi na hivyo kuleta majanga kwenye kilimo ambayo tunasema ndio uti mgongo wa nchi yetu. Kwa hiyo niwaombe wananchi wafuate taratibu, mbolea ipo, taratibu zifuatwe ili waweze kufanya biashara kwa halali na sio kutafuta kipato kwa njia ambazo sio halali. Top Health Care Dispensary ni kituo bora kinachotoa huduma za afya kwa weledi mkubwa mjini Tunduma. Kinatoa huduma za dawa na kimaabara kwa wagonjwa wa nje. Tunapokea wenye bima na wasio na bima. Pia kuna huduma ya mama, baba na mtoto, yani RCH. Kituo chetu kina duka kubwa la dawa maarufu kwa Dr. Mnyone kwa wagonjwa mbalimbali. Tunatoa huduma muda wote wa siku 7 za wiki. Tunapatikana Kisimani, katikati ya mji wa Tunduma, mtaa wa Tukuyu, barabara ya Riamba. Ili kupata maelezo, piga simu namba 0745884127 au fuatilia kwenye mitandao ya kijamii Instagram Hope Dispensary. Nyote mnakaribishwa.